na kuliadhimisha jina la Bwana. Mungu ametukubali na kutupa neema ya kuishi tena siku ya leo, kwa sababu ya wingi wa rehema yake na fadhili zake juu yetu. Tunauona tena uwepo wake katika maisha yetu siku ya leo. Ni siku nzuri ambayo Mungu ametupa. Mungu ametupa kuishi sisi na wapendwa wetu siku ya leo. Mungu ametuchagua kuwa katika nchi ya walio hai, naye ametupa kumiliki tena siku ya leo. Ebu asubuhi ya leo mwinulie sauti Bwana, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nakushukuru kwa sababu ya wingi wa fadhili zako juu ya maisha yangu. Ninakushukuru juu ya upendo wako mwingi juu ya maisha yangu. Umenifanya kuwa hai, umenifanya kuwa na nguvu, umenilinda na umenitendea kila yaliyo mema kadiri nilivyokuamini Bwana. Asante kwa sababu ya upendo wako kwetu. Mwinulie Mungu sauti yako asubuhi ya leo. Usione kawaida kuianza siku mpya, usione kawaida kuwa mzima, usione kawaida kwa ajili ya watoto wako kuwa wazima, usione kawaida mume wako, mke wako, ndugu zako. Ni kwa sababu ya rehema za Bwana, ni kwa sababu ya rehema za Bwana ndiyo maana haujaangamia. Wengine tulipita katika mitego ya maadui, wengine tulipita katika maji mengi, wengine tulipita katika mambo ya kukatisha tamaa, lakini Baba ametulinda na mabaya hayo yote hayakutupata. Ni kwa sababu ya rehema zake ndio maana hatuangamii. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa utendaji wako usiokoma juu yangu. Asante kwa mkono wako leo hodari ambao haujaacha kunitetea. Asante kwa ajili ya Roho wako ambaye amenipa nguvu wakati wote. Asante kwa sababu ya jeshi lako ambalo limekuwa upande wangu. Ninakushukuru Bwana, umetulinda, umetutunza mimi na watu wa nyumbani kwangu. Umenyamazisha hila za shetani, umeondoa uadui wote wa shetani juu yetu. Yote ambayo adui angeyafanya kwenye maisha yetu umeyafanya kuwa batili na si halisi kabisa. Leo tunasimama na tuko salama kwa sababu ya mkono wako ulio hodari Bwana, ya mpendo wako juu yetu, ya uongozi wako juu yetu. Bwana, tunakushukuru kwa kutupa siku nzuri ya leo. Tunakushukuru kwa kutupa tena kumiliki. Tunakushukuru kwa kutupa tena kutawala. Tunakushukuru kwa kutupa tena kuendelea mbele. Tunakushukuru kwa kutupa tena kusudi lako tulitimize. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutuwezesha ili tuweze kuwa katika nchi ya walio hai. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Asante mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba utukufu, Baba wa milele, ambaye umetuchagua. Hakika umetuchagua na kutulinda na mabaya yote. Umetulinda na tauni, umetulinda na magonjwa, umetulinda na uharibifu, umetulinda na ajali, umetulinda na nguvu za giza, umetulinda na uharibifu wote. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya ndugu zetu. Hatujalia kwa sababu ya mkono wako ulio hodari. Watoto wetu wamekuwa salama, si kwa jambo lingine, bali ni kwa sababu ya upendo wako umekuwa juu yao. Ndugu zetu wamekuwa salama, ni kwa sababu ya upendo wako Bwana. Nasi tungeliangamizwa, nasi tungeliangamia, lakini Bwana umenyamazisha mateso na hila za adui zisiwe kitu kwenye maisha yetu. Ndiyo maana asubuhi ya leo tunakushangilia kwa mioyo yetu, tukisema wewe ni Bwana, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu mkuu. Unayestahili kuabudiwa ni wewe, unayestahili kupewa sifa ni wewe. Heshima na adhama zikurudie wewe, Mungu mwenye nguvu. Utukufu na heshima ni vyako Mungu Baba yetu. Asante kwa uaminifu wako. Hata tunapoianza siku ya leo,
Bwana, tunakiri tunakuhitaji wewe, tunakiri nguvu zetu si kitu pasipo nguvu zako kwetu, tunakiri akili zetu si kitu pasipo uwepo wako kwetu. Tunakutaka Bwana na nguvu zako tunapoiendea siku ya leo. Tunajua hii ni siku ambayo umeifanya kwa ajili ya wale wapendao, nawe una nguvu za kutupa ili kuimiliki na kuitawala Bwana, na haya ni maombi yetu. Tupe uwezesho, tupe nguvu ya kuitawala, ya kuimiliki siku ya leo. Tunafahamu kama Elisha anavyosema, wapo waliotuzunguka, lakini walio upande wetu ni wengi. Wako waliopanga mabaya, lakini yuko anayetuwazia mema. Yako mabaya yamekusudiwa juu yetu, lakini yako mema kutoka kwako Bwana. Tumekukimbilia, tumekukimbilia Bwana, tumekukimbilia msaada wetu, tumekukimbilia nuru yetu, tumekukimbilia nguvu zetu, mwamba wa wokovu wetu. Bwana, tunakutaka na nguvu zako tunapoianza siku ya leo, tunapoiendea siku ya leo. Tunakutaka Bwana na nguvu zako kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wapendwa wetu, kwa ajili ya kazi za mikono yetu, kwa ajili ya malengo yetu, kwa ajili ya afya yetu, kwa ajili ya ushindi wetu. Tunakutaka Bwana na nguvu zako. Karibu katika maisha yetu siku ya leo. Upendo wako uachiliwe kwetu, upendo wako uachiliwe kwetu, maana katika wewe ndimo kuna nguvu ya kweli, katika wewe ndimo kuna ushindi wa kweli, katika wewe ndiko kuna maamuzi ya kweli. Tunakukimbilia asubuhi ya leo Bwana Mwokozi wetu, tunaomba nguvu zako. Mwambie Bwana, ninaomba uweza wako juu yangu. Mweleze Bwana, mwambie Bwana, ninakuhitaji, ninakuhitaji katika maamuzi yangu ya leo. Ninakuhitaji ninapokuwepo kazini, ninakuhitaji ninaposafiri, ninapokuhitaji ninapojaza ile mikataba, ninakuhitaji ninapofanya chochote, maana wewe ndiwe uwezesho wangu, wewe ndiwe nguvu zangu, msaada wangu ni wewe. Mwambie Bwana unamuhitaji. Unaweza ukaomba kwa ajili ya hatua zako siku ya leo. Unaweza kuomba juu ya yote yanayokuhusu. Unaweza ukaomba juu ya yote unayoyahitaji. Bwana ayakufanikishe. Mwambie Bwana nifanikishe. Mwambie Bwana niwezeshe. Ninapoianza siku ya leo, uko upinzani mwingi, iko vita imeandaliwa mbele yangu, yako mambo mengi yanayosimama kunizuia. Hakika siwezi mwenyewe. Ndio maana asubuhi ya leo ninaanguka mbele zako Bwana, kukutaka na nguvu zako Bwana, kukutaka na uweza wako Bwana, kukutaka na baraka zako Bwana. Ninakuita juu ya hatua zangu za leo, ninakuita juu ya hatua zangu zote, ninakuita juu ya malengo yangu yote. Bwana, nipe mwelekeo ulio sahihi. Bwana, nipe njia iliyo sahihi. Bwana, nipe kuamua kuliko bora. Bwana, nifungulie milango iliyofungwa. Bwana, niongoze katika kila eneo ninalokwenda. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Mwinulie Bwana sauti, mtake Bwana, mtake Bwana katika siku yako ya leo. Wewe unajua kabisa yeye ni msaada, yeye ni msaada tele, yeye ni Baba, yeye ni Baba yako. Mwambie Bwana siku ya leo, ninakuabudu kwa sababu ninakuhitaji. Nimekimbilia mbele zako asubuhi ya leo kwa sababu ninafahamu hakuna lolote ninaloliweza pasipo uwezesho wako. Bwana, niwezeshe siku ya leo. Bwana, niwezeshe siku ya leo. Bwana, nitunze siku ya leo. Bwana, nifanikishe siku ya leo. Huruma yako iongee juu yangu Bwana. Huruma yangu iko iongee juu ya kile nachokifanya, ili nipate kustawi, ili nipate kuendelea. Asante Bwana uliye mwaminifu na wa kweli. Asante Baba wa mbinguni. Asante Mungu wa milele, kwa kuwa wewe ni mfanikishaji wetu.
kwa kuwa wewe ni mpaji wetu, kwa kuwa wewe ni mwezeshaji wetu. Tunapoiendea siku ya leo, tunauomba utendaji wako uwepo ndani yetu, ili tulidhihirishe jina lako popote tutakapokuwepo. Lolote tutakalolifanya lidhihirishe ukuu wako, lidhihirishe uweza wako. Bwana, uwe pamoja nasi, tusiwe wenyewe leo, tusiwe wenyewe leo, bali tukashinde, bali tukapokee, bali tukastawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuamini Bwana, tunauamini uaminifu wako kwetu, tunaamini nguvu zako kwetu, tunaamini ubora wako kwetu, nasi tutaongezeka na kustawi siku ya leo. Tunatangaza juu ya maisha yetu, jina lako litahimidiwa milele. Tunatangaza juu ya maisha yetu, jina lako litatukuzwa milele, maana utayatumia maisha yetu kujitambulisha kwa mataifa ya kuwa wewe ni Mungu uliye pamoja nasi. Sante Bwana uliye mwaminifu, sante Mungu mwenye nguvu. Inua sauti yako sasa, ondoa kila mifumo ya nguvu za giza, ondoa kila hila za shetani, ondoa mipango ya uharibifu. Ninajua adui amepanga mambo mengi, amepanga upinzani, amepanga kuhakikisha uendelee mbele. Simama kama mwana wa Mungu, tangaza juu ya kila adui aliyetumwa kukuzuia, tangaza juu ya kila silaha iliyotengenezwa kukudhibiti. Tangaza juu ya kila maneno yaliyotamkwa juu ya maisha yako. Kataa kila utimilifu wa hila za shetani, iwe ni kwako ama kwa watoto wako. Inua sauti kama mwana wa Mungu, katika jina la Yesu. Tunasimama katika mlima wa Bwana, tunasimama katika mlima Sayuni kuzungumza na kila kilicho mbele yetu, na kila aliye mbele yetu, na kila lolote lililopandwa na adui kwenye maisha yetu, ya kuwa katika jina la Yesu una haki ya kuendelea kukamata maisha yetu. Una haki kwa watoto wetu, una haki kwa wazazi wetu, una haki kwa wapendwa wetu, una haki kwenye uchumi wetu, una haki kwenye miradi yetu. Tunakuamuru shetani, ondoa mkono wako katika maisha yetu, ondoa mkono wako katika jina la Yesu. Kila roho inayotenda kazi kwenye maisha ya mwanamke na mwanaume, asubuhi ya leo ninatangaza, ondoa mkono wako mahali hapo. Huna haki ya kukamata mwana wa Mungu, huna haki ya kuharibu ndoa yake, huna haki ya kuharibu biashara yake, huna haki ya kuharibu watoto wake, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeyote unayesikiliza ibada hii popote ulipo, yeyote unayemwabudu Bwana asubuhi ya leo, natangaza kama nabii wa Bwana, kila mkono wa shetani ulioinuka kinyume na wewe, kila mkono wa shetani ulioinuka kinyume na biashara yako, kinyume na uzao wako, kinyume na maono yako, kinyume na taaluma yako, huo mkono wa shetani ninauondoa juu yako katika jina la Yesu. Ninaondoa kila uhalali wa shetani kutawala maisha yako. Ninaondoa kila uhalali wa nguvu za giza kuondoa hatima yako katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Hebu kataa umiliki wa nguvu za giza juu ya ndoa yako, umiliki wa nguvu za giza katika eneo lako la kazi. Sema na kutoa. Yeyote uliyekaa mahali hapa, yeyote unaishi mahali hapa, uliyetumwa na shetani, mjumbe wa shetani, sikia neno la Bwana. Mahali hapa sio mahali pako. Ninaondoa kiti chako eneo langu la kazi, ninaondoa madhabahu yako kwenye nyumba yangu. Shetani, ninakuamuru kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ondoka kwenye maisha yangu, ondoka kwenye maisha yangu. Unaweza inua sauti na uombe. Ondoa kila kazi ya shetani,
ondoa kila kazi za shetani, ondoa kila kazi za shetani katika jina la Yesu. Ondoa kila kazi za shetani, tunaharibu ondoa za shetani, kila mipango ya ibilisi tunasambaratisha kwa jina la Yesu. Haina mamlaka tena, tunaharibu, tunabomoa kila mipango ya ibilisi juu ya familia zetu, kila mipango ya ibilisi juu ya ndugu zetu, kila mipango ya ibilisi juu ya familia, juu ya ndugu zetu, juu ya majirani, juu ya taifa letu, tunaharibu, tunabomoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hila zote za yule mwovu tunasambaratisha leo, tunasambaratisha leo. Tunatamka uzima mahali walipotangaza ugonjwa, tunatamka uzima mahali walipotangaza ugonjwa, mahali walipotangaza kifo, tunatamka uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mipango ya ibilisi tunaiharibu, tunaisambaratisha, tunaivunja, 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 tunaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haribika, haribika wewe mwovu ibilisi, na mitego yako yote, na mipango yako yote, na plani zako zote. Ondoa kila mbegu ya shetani kwenye maisha yako. Ondoa kila silaha iliyokusudiwa na shetani juu yako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hizo silaha zote tunaziharibu, hizo silaha zote zilizofanywa kinyume na sisi tunaziharibu katika jina la Yesu. Hiyo mipango yote, hiyo mipango yote ya yule mwovu, hiyo mipango yote ya ibilisi tunaiharibu leo, tunaisambaratisha leo, tunapoiendea siku ya leo, tunapoiendea siku ya leo. Kila mipango ya mwovu tunaisambaratisha, tunaiharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani hana mamlaka, shetani hana mamlaka juu ya mali zetu, hana mamlaka juu ya familia zetu, hana mamlaka katika jina la Yesu. Tunaharibu mipango yote ya shetani, tunaharibu hila zote za ibilisi. Ondoa utawala wa shetani, ondoa utawala wa shetani. Sema sitatawaliwa na kazi ya shetani kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo ninaondoa utawala wote wa shetani eneo langu la kazi, eneo langu la biashara, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaondoa utawala wa shetani. Yeyote anayetawala, yeyote anayetawala, mkuu wa anga, mkuu wa giza, mkuu wa ardhi, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali hapa pamekombolewa kwa damu ya Yesu. Mahali hapa pamekombolewa kwa damu ya Yesu. Ondoa utawala, ondoa utawala, ondoa utawala. Ni kweli, ni kweli, adui ametawala eneo hilo, adui ametawala ukoo huo, adui ametawala familia hiyo. Hebu asubuhi ya leo kumbuka, yuko mtawala aliyelipa gharama ili awe mtawala mahali hapo. Yesu alilipa gharama kwa damu ya thamani. Hebu tangaza kwa jina lake, hebu tangaza kwa jina lake. Utawala wote ambao ulikuwa unamiliki, ambao ulikuwa unaendelea kwenye familia yenu na usiwe na uhalali tena, ondoa utawala huo, ondoa katika jina la Yesu, ondoa katika jina la Yesu, ondoa katika jina la Yesu. Sema nang'oa na haribu, nang'oa na haribu, nang'oa na haribu kila utawala wa nguvu za giza, ninang'oa na haribu katika jina la Yesu. Ninaharibu kila mipango ya yule mwovu juu ya maisha yangu, kila mipango ya yule mwovu juu ya maisha ya familia, kila mipango ya yule mwovu tunaiharibu leo, tunaiharibu leo. Nasimama kinyume, nasimama kinyume na hizo ajenda za kuzimu, nasimama kinyume na hizo ajenda za wachawi, nasimama kinyume na hizo ajenda za wachawi zinazopangwa juu ya familia, zinazopangwa juu ya huduma, zinazopangwa juu ya nchi yetu. Katika jina la Yesu ninaondoa, ninavunja hiyo mipango yao, hiyo mitego walioitega ninaiharibu sasa, ninaiharibu sasa, ninaiharibu sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapoiendea siku ya leo, Bwana ukatangulie, Bwana ukatangulie,
Bwana ukadhihirike, Bwana ukaonekane, Bwana ukatamalaki kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sawa sawa na neno lako Bwana, kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa, haitafanikiwa, haitafanikiwa. Ninatangaza leo kuto kufanikiwa kwa silaha yoyote ambayo shetani amepanga, ambayo shetani ameweka juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaharibu kila kazi za ibilisi, ninaharibu kila kazi za mwovu, ninaharibu kila kazi za shetani, ninaharibu leo, ninaharibu leo, ninaharibu leo kila hila za ibilisi, kila kazi za shetani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu, nabomoa kila mipango, kila hila, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninasambaratisha mipango yote ya mwovu, mipango yote ya shetani, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaharibu mipango yote ya ibilisi, ninaharibu katika jina la Yesu, walioipanga juu ya familia zetu, juu ya Tanzania yetu, juu ya ndugu zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatamka kuto kufanikiwa kwa mipango yao, ninatamka kuto kufanikiwa kwa mipango yao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante mfalme wa falme, maana wewe ni Mungu mwema. Asante kwa sababu Yesu unatawala. Asante kwa sababu Mungu unamiliki. Mwambie Bwana asante kwa kuwa kuanzia leo utawala wako utadhihirika kwa watu wa nyumba yangu. Asante kwa sababu nguvu zako zitakuwa harisi kwa watu wa nyumba yangu, katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi. Mwambie asante, asante. Ni wakati mzuri tena katika maisha yetu, na ni muhimu sana katika maisha yetu. Ni muhimu zaidi kwa sababu ni wakati ambao tunauruhusu utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Kwanza na Bwana ni kuiruhusu mbegu ya Mungu kupandwa katika maisha yako. Ikiwa unafikia hatua ya kutoyaona mambo yaliyo mbele yako ni muhimu zaidi kuliko Mungu, unakuwa una uwezo wa kutawala ulimwengu wako wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokiweka kuwa ni muhimu ndicho kinachosababisha hali yako ya maisha. Ukiondoa umuhimu katika ufalme wa Mungu, mambo ya kimungu, uwe na uhakika utafeli. Yesu anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Itafuteni haki ya Mungu kwanza kabla ya mambo mengine. Kwa tunapokuwa tumesimama mbele za Bwana kumtaka Bwana na nguvu zake, sio tu tunakuwa ni kitu cha kawaida, lakini ni nafasi ya kipekee kabisa ya kimungu inayouruhusu uingiliaji wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunafungua mlango wa Mungu kufanya kazi. Mungu anafanya kazi sawasawa na tunavyoamini. Mungu anafanya kazi sawasawa na tunavyoamini. Unaamini nini leo? Unaposimama mbele za Bwana, imani yako inadhihirika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ibada yako sio bure, ibada yako sio kitu cha kawaida, bali ni nguvu inayokupa kuitawala siku yako. Na siku zote nasema mtu anayeipuuza siku moja anapuuza maisha yake yajayo. Yaani kile unachokifanya leo ni kwa ajili maisha hii yanayokuja. Nilianza kuzungumza na wewe juu ya kushinda mamlaka ya wakuu, miungu iliyoko katika ulimwengu wa roho. Kushinda mamlaka iliyopo katika ulimwengu wa roho. Fungua na mimi katika kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 13. Tanzia mstari wa 12 na mstari wa 13. Biblia inasema Danieli sura ya 10 mstari wa 13. Ndipo akaendelea kusema, Danieli usiogope. Tangu siku ya kwanza ulipotia moyoni mwako ili kupata ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa,
nami nimekuja kwa ajili ya kuitikia maneno yako. Mstari wa 13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinizuia kwa siku 21. Ndipo Mikaeli, mmoja wa wakuu alikuja kunisaidia kwa sababu nilikuwa nimezuiliwa huko na mfalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ambayo inashangaza juu ya uwezo wa shetani kuzuia uingiliaji wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Uwezo wa shetani kuzuia uingiliaji wa Mungu katika maisha ya mtu. Katika mstari wa 20 anasema, ndipo akasema, je, unajua sababu ninakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapoondoka huku, tazama, mkuu wa Wayunani atakuja. Kama umeangalia mwanzo, huyu malaika anasema nilizuiliwa na mkuu wa Uajemi, na nitakapotoka atakuja mkuu wa Uyunani mahali hapa. Danieli ni moja kati ya vijana waliochukuliwa Yuda kama mateka na kupelekwa uhamishoni kwenda kuwa watumwa. Walikwenda wakiwa vijana wadogo, na kwa sababu walikuwa wametokea kwenye familia za kikuhani, wakapata nafasi ya kwenda kwenye training za kufanya kazi katika ufalme, na kule wakaonekana ni bora na wakawa wamepata sifa za kutumika katika ufalme ule, na maisha yalianza na kuendelea. Lakini Danieli, Biblia inazungumza, inasema kuna wakati alivisoma vitabu, na alipovisoma vitabu akagundua watu hawa, yani watu wa Yuda na Israeli, wana kipindi cha utumwa kwa sababu ya adhabu iliyotolewa kwao na nabii Yeremia. Nilikufundisha kwa siku chache zilizopita juu ya profeti Yeremia, juu ya mpango wa Mungu uliokuwa kwa Yeremia kuwafanya watu wa Mungu wasije kuanguka mikononi mwa adui. Lakini watu wale walimgeukia na kumtendea mabaya Yeremia, na moja kati ya laana aliyoitoa kwa taifa kwa sababu ya kuto kuyasikia maonyo ya Mungu, alitoa laana ya mateso ya siku 70, miaka 70. Kwa hiyo wana wa Israeli wakapitia dhiki ya ajabu kwa sababu ya walikuwa wamemwacha Mungu wao. Sasa Danieli anasema aliposoma vitabu aligundua mwisho wa ukiwa wao umefika. Kile kipindi ambacho kilikuwa kimetangazwa kama adhabu kwao kimekoma. Sasa wana nafasi ya kumrudia Mungu wao. Wakati wa adhabu ya Mungu imeisha kwao, lakini adui anaendelea kufanya kazi kwenye maisha yao. Kumbuka, kilichowafanya kuwa ni watumwa ni kwa sababu walipoteza Mungu kwao. Yaani, jana nilizungumza, ukimpoteza Mungu kwenye maisha yako, mara moja unakuwa chini ya utawala wa nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, katika ulimwengu wa roho hakuna mtu anayeishi bila Mungu. Kama hauna Mungu wa Wayahudi, Jehova, kama hauna Mungu wa Waarabu, kama hauna Mungu wa kabila lenu, yani hayupo. Yani kila mtu ana Mungu aliye naye. Sasa hakuna mtu anayeweza kuwa na Mungu wawili, hakuna mtu anayeweza kuwa na Mungu wa tatu. Lazima awepo Mungu mwenye nguvu anayekutawala. Kwa hiyo wana wa Israeli walipewa kanuni, agano ambalo lilikuwa linawaongoza ili Mungu wao awe baba kwenye maisha yao. Na walipokuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanaonywa, wadaambiwa sheria ya kiroho inakataa watu wa tabia hii kuwa Mungu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wana wa Israeli walipotenda dhambi wakawa wameachwa na Mungu. Na Mungu alivyowaacha,
miungu ikaanza kuwatawala. Sasa wale watu wenye miungu ndio wakawa na nguvu kwao. Ni muhimu kuelewa, ikiwa utapoteza mahusiano yako na Mungu vema, watu wenye miungu wataanza kuwa na nguvu kwako. Mara nyingi tunaweza tukaona watu wanatuinukia kututendea mabaya. Tunaweza kushangaa watu wanatuonea, watu wanaharibu maisha yetu, lakini wale wamepata ule uwezo kwa sababu wao wanatembea katika miungu yao. Sisi tumeachana na Mungu wetu, kwa hiyo wanageuka kuwa adhabu kwenye maisha yetu, na isiwe hivyo katika jina la Yesu. Sasa tunapozungumza juu ya kudhibiti utawala wa ulimwengu wa mamlaka za kiroho katika maisha yako, mambo muhimu ya kuzingatia, jambo muhimu ni mahusiano binafsi na Mungu aliye hai. Na ndio maana jana nilizungumza kile ambacho tuliangalia katika kitabu cha Ufunuo. Tukaona wale watu walianza kupitia shida, wanaambiwa ninajua mahali ukaapo ni mahali penye kiti cha enzi cha Shetani, na hapo ndipo alipouawa shahidi wangu, mwaminifu wangu Antipa. Antipa alikuwa ni moja kati ya watu muhimu ambao walikuwa wameisimamia imani. Biblia haijazungumza alikuwa ni kiongozi gani kwenye kanisa, lakini muktadha ule unatuonyesha alikuwa ni mtu muhimu kwa kanisa. Kwa hiyo yule Domitiani akamkamata. Alikuwa anataka kukomesha watu wengine wenye imani dhaifu wasiweze kuendelea kumwamini Kristo, bali wamwabudu yeye aliyekuwa amejitengenezea sanamu ya kuabudiwa. Akaenda akamchoma moto kwenye sanamu ya shaba. Na Yesu anawaambia, najua ijapokuwa yale mliyaona, ile hofu haikuingia ndani yenu, mmebaki mnaniamini hata leo. Lakini anazungumza nao, anasema kwa sababu mnaanza kujifunza tabia za wale watu wanaomwabudu Shetani, kitakachokuja kutokea ni anguko linakuja kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanielewa. Anasema hivi, unaweza ukawa unamkataa Shetani, lakini ukiiga tabia zake, ukiiga mfumo wake wa kimaisha, mara moja yule Shetani anaanza kukutawala. Sasa huyu Daniel, Biblia inazungumza, inasema alianza kuomba mbele za Bwana. Alipoanza kuomba siku ya kwanza, Mungu alisikia maombi yake na akaiona haki yake kurejea kwa taifa la Israeli. Biblia inasema malaika akatumwa kuyapokea yale maneno aliyokuwa anayaomba Daniel. Na yule malaika alivyoshuka, Biblia inasema mkuu wa ufalme wa Uajemi alinizuia. Ina maana kulikuwepo mfalme, tunaona wafalme akina Dario, akina Nebukadreza na wafalme wengine ni wafalme, lakini kuna aliyewaweka mkuu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unamuona mtu ni mganga wa kienyeji, lakini kuna mtu katika ulimwengu wa roho aliyemfanya awe mganga wa kienyeji. Unamuona mtu ni meneja mahali, lakini kuna mtu ambaye ndiye anayemfanya awe meneja. Niwe kuongea na binti moja akaniambia, mimi nimekuwa meneja, nilimtoa mwanangu kafara, naomba niombee, roho inaniuma. Watu wanaona huyu ameinuliwa, amekuwa meneja wa shirika fulani kubwa, kumbe kuna roho ilimwambia tubadilishane, ili nikufanye uwe meneja unatakiwa unipe mwanao. Kuna kitu unaweza ukaelewa. Kwa hiyo watu wanakutawala, watu wanamiliki, watu wanafanya. Unaona watu wanafanikiwa, lakini nyuma yao kuna mtu mkuu. Wakati mtu mwingine anaweza akawa ni kiongozi, tena kiongozi wa kanisa, lakini nyuma kuna roho inayomwezesha kukaa katika hiyo nafasi. Kwa Biblia inatupa siri, inatuambia wale watu waliokuwa wanaitawala Uajemi, wale wafalme wote wa Uajemi, na hakuwa mfalme mmoja. Uajemi lilikuwa ni eneo ambalo kuna mataifa yako mle katika lile eneo la Uajemi. Zamani ilikuwa inaitwa Ulu ya Wakaldayo. Katika lile eneo kuna mkuu anayeamua nani awe na nguvu, nani asiwe na nguvu.
Sasa kwa sababu Danieli akishapokelewa mbele za Bwana, yule Mungu wa Danieli ni mkuu kuliko miungu iliyoko kule Babeli. Yule mkuu wa Uajemi anamwambia malaika, huendi kukutana na Danieli. Biblia inasema Danieli wakati anaendelea kuomba, siku ya kwanza, siku ya pili, kuna mapambano kwenye ulimwengu wa roho yanayoshughulika naye asipokee yale majibu. Siku ya kwanza, siku ya 21, Biblia inasema akaja malaika asimamaye mbele za Bwana. Biblia imesema anaitwa Michael. Alipofika akaanza kupigana na huyu mkuu wa Uajemi. Alivyoanza kupigana na huyu mkuu wa Uajemi, ndipo huyu malaika mwenye majibu ya Mungu akaja kwa Danieli. Lakini kitu cha ajabu, huyu malaika anazungumza na Danieli na anamuhakikishia habari ya anguko ya falme zote na namna Israeli itakavyokuwa na nguvu. Anasema, lakini nitakapotoka kurudi kushughulika na mkuu wa Uajemi, atainuka mkuu wa Uyunani. Kuna kitu unaweza ukaelewa. Anasema ni kweli, sisi tumekuja kumdhibiti mkuu wa Uajemi, awaachie mtoke utumwani, lakini mkisha toka atainuka mkuu wa Uajemi, mkuu wa Uyunani, ataanza kutawala na atawatawala. Kuna kitu unanielewa Na ndio maana unaona wametoka utumwani, alafu wanakuja kukamatwa tena, wanakuwa mateka wa Rumi Empire. Mpaka wakati wa Yesu anazaliwa, mpaka Yesu anakufa, anafufuka, anarudi mbinguni, bado utawala wa Kiyunani ndio uliokuwa unatawala dunia ya wakati ule. Huyu malaika anamwambia atakuja mkuu wa Uyunani. Kuna Mungu wa Wayunani atakuja, Sun God. Mungu aliyekuwa na sifa kubwa kule Rumi alikuwa anaitwa Sun God, Mungu jua, mwanamke aliyebeba jua. Anasema huyu ndiye atakayeanza kuitawala dunia tutakapokuwa tumetoka sasa. Kuna kitu unanielewa? Kwa tunaanza kugundua katika kitabu cha Danieli, roho iliyo nyuma ya mtu ndiyo inayoamua nguvu za yule mtu. Roho iliyo nyuma yako ndiyo inayoamua nguvu yako. Sasa Yesu anazungumza kitu cha ajabu. Anasema nanyi mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe, Yesu asemi mtapokea Roho Mtakatifu. No. Anasema mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nataka uelewe, yaani kuna watu wana nguvu kwa sababu ya roho walizonazo. Hivi sijui kama unaelewa. Kuna watu viti walivyovikalia ni kwa sababu ya kafara wanazozitoa kila wiki. Kuna watu nguvu walizonazo ni kwa sababu ya miungu walionayo. Mtu mwingine ana hirizi. Mtu mmoja akaniambia, nina hirizi napumua. Hii hirizi ndio inayonifanya nisirogwe. Ilikuwa maeneo ya kule Kigoma. Mtu mmoja akaniambia kule Kigoma walikuwa na tabia kuchukuana. Mtu yuko hapa anauawa kichawi kabisa. Akaniambia, mimi nina pete. Mtu nikiitwa anakaribia kufa, nikimvalisha ile pete, yule jini anamtoka, hafi tena. Kwa hiyo huyu mtu mnaona anaweza kafanya mambo. Huyu mtu mnaona anaweza kafanya mambo. Huyu mtu mnaona anaweza, anapanda cheo, anakuwa na biashara kubwa, anakuwa tajiri mkubwa, ila nyuma yake kuna roho inayomfanya awe hivyo, na ni kwa sababu ameshuka kuiabudu. Sasa Yesu anasema hivi, na ninyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na anasema hivi, mkisha pokea hiyo nguvu, kila mmoja atakayewaona atakuwa ananiona mimi ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atakayekuwa anawaona. Ina maana suddenly kuna Mungu anayeanza kutawala. Kuna Mungu ni kweli Rumi wana miungu yao ambayo kwayo wametawala dunia. Roho Mtakatifu anakuja kutufanya na sisi tuwe watawala, ama katika ulimwengu wa roho ama katika ulimwengu wa mwili. Naongea na mtu. Na ndiyo maana katika kitabu cha Waefeso, Efeso lilikuwa ni eneo hatari. Nimekufundisha katika lile eneo ambalo Biblia imezungumza yale makanisa 7 yaliyo eneo moja. Wakati ule ilikuwa inaitwa Asia ndogo. Ndiyo nchi ya Uturuki leo. Nchi ya Uturuki
ilikuwa ni eneo la kishirikina kabisa. Miungu ya Zeusi, mungu wa Kirumi Domitiani, nilikwambia alikuwa ameweka sanamu yake kule. Na Yesu anasema ni mahali palipo na kiti cha enzi cha shetani, ndipo ambapo shetani anafanyia maamuzi yake. Kuna kitu nanielewa Lakini Biblia inasema Paulo alipoingia katika ule mji wa Efeso, bila kujali miungu ya Zeus, bila kujali miungu ya Domitiani, bila kujali miungu yote katika ile nchi, watu walianza kumkimbilia Yesu kwa spidi. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa na roho wa Mungu aliye nyuma yake, anayempushi kuendelea mbele. Na unaanza kuona anapohubiri kula, akakaa miaka 3 na baadaye kumwacha Timotheo pale, anakuja kuandika waraka kwa Waefeso. Anaanza kueleza katika sura ya 1, anasema hivi: tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Katika mstari wa 3 tu sura ya 1 anazungumza nini? Anawaambia watu wa Efeso, ni kweli kuna watu wenye miungu mikubwa wanatisha mtaani, kuna watu wanaogofya mtaani, kuna watu wanakura. Nilikuwa naongea siku moja wakati niko nyumbani, mchungaji wangu akana niambia kuna tajiri mmoja kule. Unajua matajiri wa vijijini wanakuaga wababe, wanaweza kufanya matukio. Bibi akawa ananiambia, mama ananiambia, aliyasema atakuja kuniua, nimeharibu miungu yake. Na yule jamaa akisema amesema, na alishasema akatenda matendo mabaya kwa watu wengine. Mama ananiambia, tukaanza kusikia watu wanakuja kutuvamia, halafu wakija nyumbani, nyumba yetu wanakuta inaelea angani, hawawezi kuifikia. Anasema ile vita ikaendelea kiwango ambacho tulikuwa tunataka kugongwa. Mtu anakuja anataka kukuua na pikipiki na gari, lakini Mungu kwa sababu tunaye, Mungu akana nisimulia, ananiambia siku moja akawa na ugomvi na mtu fulani, alipomuua polisi wakamkamata, vita ikaishia hapo. Nataka uelewe kuna roho wa Mungu ambaye ana uwezo wa kukupush kutawala mahali ambapo hata kama kuna watu wengine wanatawala eneo hilo. Naongea na mtu asubuhi ya leo. Paulo anazungumza na watu wa Efeso, anasema katika ulimwengu wa roho hakuna mtu mwenye roho inayotisha kama roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuna watu wenye mamlaka, kuna watu wenye nguvu. Nilikutana na baba mmoja, nilikuwa nimeenda kufanya huduma ya umisheni kule Msumbiji. Tulikuwa hudumu 3. Tumefika tukawa tunagawanywa, kila mmoja anapita mtaa wake kushuhudia. Msumbiji kuna uchawi wanaita vibao, vinakuwa kama visabuni, kwa vile ni vihirizi, wanaviamini sana kule. Sasa nikawa nimepita mtaa mmoja, kuna mzee mmoja na wake kama 4. Yule baba ukienda kumshuhudia anakusikiliza, alafu anakwambia fumba macho. Ukifumba macho, ukifumbua unajikuta nyumbani. Utarudia Yaani wewe mtu umemhubiria, umehubiri vizuri, hebu fumba macho. Nafumbua unajikuta nyumbani kwako umekaa. Utarudi kesho. Alivyoniambia fumba, mimi nilikuwa sijui hiyo historia ya hilo ina. Kumbuka ni nchi ya ugeni. Alivyoniambia fumba, nikafumba. Fumbua, nikafumbua. Ananiona niko hapa, akapiga kelele, kaanguka. Sasa nikaona nini tena? Sasa nikaona mambo yasiwe mengi, nikanyanyuka nikaenda zangu, tukaendelea kushuhudia. Kesho yake nikapita na mchungaji mwenyeji wa eneo lile. Wakati tunafika pale, ninaona wake zake, alikuwa na wake 4, wanatukimbiza, wanasema msipite huko, pita huko, pita huko. Na wanatangaza, wanasema huyo ni Mungu. Yaani wananielekezea mimi kidole kama mimi ndo Mungu mwenyewe, mimi ndo Mungu mwenyewe, mimi ndo Mungu mwenyewe. Na wanashangaa kuna nini? Yule mchungaji mwenyeji akaniambia, kwani hawa, kwa nini wanatuzuia tusiende kwao? Nikasema kwani wana nini? Nikasema mbona jana nimeenda kwao hawakunifanyia, hawakunifukuza hivi? Yule mchungaji akashtuka, sasa ulienda hapo? Nikamwambia ndio. Kwani kuna nini? Akasema huyo mzee alikwambia fumba macho? Nikamwambia ulipofumbua ukujikuta nyumbani? Nikamwambia ukijifumba unajua, nikaona kama utani hivi. Nikawa na shangaa.
wachungaji wa eneo lile huwa hawakatishi hata njia ile, kwa kuwa unaye Roho wa Mungu unaweza ukadhihirisha nguvu kuliko nguvu zote za giza. Kama unataka kutawala roho za shetani mahali, kuna roho za umasikini, kuna mahali kuna roho za utumwa, kuna mahali kuna roho za magonjwa, kuna mahali kuna roho za taraka, kuna mahali kuna roho mbalimbali ziko, kwamba watu wa mtaa huu ni waraibu wa madawa ya kulevya, watu wa mtaa huu ni waraibu wa pombe, watoto wa nyumba hii wako hivi, ukimwoa mtoto wao lazima yakupate haya. Paulo anasema katika ile sura ya 6, hatimaye uwe hodari katika Bwana. Paulo anazungumza nini? Anasema mahusiano yako na Mungu ndicho kipaumbele cha kwanza. Mahusiano yako na Mungu ndiyo yanayoamua utawaliwe au usitawaliwe, ndiyo yanayoamua utawale au usitawale. Mahusiano yako na Mungu is not prayer. Watu wanafikiri wanaweza katawala mahali kwa sababu wanajua kama no. Mahusiano yako na Mungu, uwepo wa Mungu ndani yako ndio unaosababisha adui wayeyuke mbele zako. Narudia, mahusiano yako na Mungu, uwepo wa Mungu ndani yako ndio unaoamua hali yako ya maisha katika ulimwengu wa roho. Wana wa Israeli wanaambiwa hata tutakapotoka mkuu wa Uyunani atainuka. Kwa nini? Ni kweli ile adhabu imeisha, mtarudi kwenu, mtakaporudi kwenu mtatenda dhambi tena. Na unaona Maraki anaraumu, anasema ninyi mnaweka fedha kwenye mifuko iliyotoboka toboka, hamuoni maendeleo, hamtoi zaka, hamtoi dhabihu, mmemwacha Mungu. Unaona Maraki akikemea na manabii kadha wa kadha baada ya kutoka utumwani. Ndipo unapoona miaka ya ukimya, karibu miaka 400 kutoka katika kitabu cha Maraki hadi kitabu cha Mathayo. Mungu alikuwa kimya kwa taifa la Israeli miaka zaidi ya 400. Na kipindi hiki ndipo Uyunani ilipokuwa na nguvu kwao. Mahusiano yako na Mungu yanavyokufa ndivyo adui anavyokutawala. Mahusiano yako na Mungu yanavyoimarika ndivyo unavyomtawala adui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu sio waombaji kabisa. Kuna watu sio waombaji kabisa. Nikisema sio waombaji, yani sio kwamba waombe. Yani kuna intercessor, yani kuna waombolezaji. Unaweza kukuta mtu anaomba masaa 6. Hatulii masaa 6 yumo. Lakini ukiangalia maisha yake, yani anamaliza maombi ya masaa 6 anaenda kukopa hata sabuni ya kuogea. Kwa nini? Tunaweza tukawa tunaomba, sio kwamba kuomba ni vibaya, lakini mahusiano yetu na Mungu ndiyo yanayoamua uwepo wa Mungu kuwepo kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, mahusiano yetu na Mungu. Marekani ilikuwa moja kati ya taifa katika miaka ya mwaka 1800 huko, ilipitia wakati mgumu sana, umasikini. Wakapitia umasikini wa hali ya juu. Taifa la Marekani liliwahi kuwa maskini kabisa, mpaka wakaanzisha kampeni ya kushughulika na umasikini. Yani wameanzisha kabisa kampeni kabisa, wanawahamasisha watu kufanya kazi, wanaleta mbinu za watu kufanikiwa. Katika historia inaonyesha kadiri watawala walivyokuwa wanajitahidi kukomesha umasikini, ndivyo taifa la Marekani lilivyokuwa linazidi kuwa masikini. Siku walipojua kanuni ya kubarikiwa katika Mungu, unaona hata wakafikia hatua wakaifanya Israeli kuwa mtoto wa Marekani. Maana wamesoma maandiko, wanajua anayembariki Israeli na atabarikiwa, anayemtumikia Mungu na yeye atainuliwa. Walipoingia kwenye formula ya kumtumikia Mungu, formula ya utoaji,
taifa la Marekani halijawahi kuzuiliwa. Ukiingia katika nchi ya Marekani kama umeishi, ni nchi yenye kodi kubwa za hali ya juu kabisa, lakini kodi wanazikusanya sio tu wajenge miundombinu yao, ni kwa ajili ya kutoa misaada kwa mataifa mengine. Hivi sisi tunaweza, yani kwamba wewe ujibane, ujitese ili uwasaidie wa Afrika? Inawezekana eh? Hawa walitambua siri ya kutawala ulimwengu wa roho. Makanisa yakajengwa, miundombinu ikajengwa katika mataifa, wakajenga mahospitali, wakasaidia watu waliokuwa wana uhitaji msaada. Kila siku naiona Marekani ina vailo mahusiano na Mungu. Hata inapokuja taifa la Marekani kuna upotofu wa hali ya juu, Mungu analitazama neno lake na anaachilia uamsho katika lile taifa. Hata huu Pentekoste unaoona umeanzia Azusa, mahusiano na Mungu. Namna gani umejiweka kati ya wewe na Mungu ni kitu muhimu kinachoamua hali yako ya kiroho. Kama unataka kutawala kwenye familia yenu, unatamani maisha yako ndiyo yabadilishe historia yenu. Unajua unaweza ukazaliwa kwenye familia roho za taraka, roho za mifarakano, roho za umasikini, roho za magonjwa. Sasa umeokoka, unaye Kristo, unataka roho hizo zinyamaze, roho wa Mungu ndiye afanye kazi. Nini cha kufanya? Mahusiano yako na Mungu. Hebu jaribu kufikiria sasa hivi tuna siku 40 za kufunga. Umefunga eh? Umefunga au unaona ni ngumu? Wanasema nitaanza wiki ijayo. Kuwa serious. Nataka ugue mpaka upoteze hamu ya kula ndio ufunga? No. Unahitaji kutengeneza ushirika wako na Mungu. Unahitaji kumweka Mungu namba moja, na hii itakufanya uwe mtawala katika ulimwengu wa roho. Namna ulivyo na Mungu wako ndivyo utakavyokuwa na nguvu. Ebu asubuhi ya leo unaweza ukatazama maisha yako na ukatazama mahusiano yako na Mungu. Kipimo hicho kinathibitishwa na namna ambavyo adui anakutawala. Inuka juu. Ule utawala alionao shetani kwenye maisha yako unaonyesha ni kwa namna gani mahusiano yako na Mungu yameshuka. Paulo anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Anaonyesha namna Mkristo anavyoweza kuziangusha falme na mamlaka na wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anawaambia watu wa Efeso, msiwaogope hao wachawi, msiwaogope hao wenye mashetani, msiogope hao wakuu wa giza, msiogope hao wenye mamlaka, kwa kuwa Mungu wenu ni mkuu kuliko hao. Anasema uwe hodari katika Bwana. Kwa dakika chache mwambie, Bwana, asubuhi ya leo nipe ufunuo namna ya kuimarisha mahusiano yangu na wewe. Nipe ufunuo namna ya kujenga mahusiano yangu na wewe. Nipe maarifa jinsi ya kwenda, jinsi ya kuishi katika kusudi lako, katika mtazamo wako Mungu. Na haya ni maombi yetu. Inua sauti yako, inua sauti yako. Tumetawaliwa, tumeonewa, tumeharibiwa maisha, biashara zetu zimeuawa, maono yetu yameuawa, uzao wetu umeharibiwa. Bwana, asubuhi ya leo kwa neno lako twafahamu ya kuwa tunatawaliwa kwa sababu ya ukosefu wa nguvu zako katika maisha yetu. Nasi tunakukimbilia asubuhi ya leo tukisihi rehema zako Bwana, tukisihi rehema zako Bwana. Tunapoianza siku ya leo Bwana, tupe ufahamu, tupe kujua yale yatupasayo, tupe kujua yale yatupasayo ili kujenga mahusiano na wewe, kama vile ulivyowakubali wale 120 na kuwajaza Roho wako Mtakatifu. Na hili ni tamanio letu, na hili ni tamanio letu. Hakika tunakutaka Bwana na nguvu zako.
Hakika tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu, maana tumechoka kutawaliwa, tumechoka kuonewa, tumechoka kutumikishwa, tumechoka. Tunahitaji maisha mapya, tunahitaji maisha mapya, tunahitaji maisha mapya. Ndio maana tunakukimbilia, ndio maana tunakutazama, ndio maana tunasimama mbele zako, tukikutaka Bwana na nguvu zako, tukikutaka Bwana na nguvu zako. Na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu Bwana, katika siku ya leo, siku ya 18 ya maombi kati ya zile 40. Na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu, na haya ni maombi yetu. Bwana tupe ufahamu, Bwana tupe ufahamu, Bwana tupe ufahamu kuzijua njia zako. Bwana tupe ufahamu kuzijua njia zako, kujua mapenzi yako, kujua mapenzi yako katika maisha yetu. Na haya ni maombi yetu, utufundishe, utuongoze, utukataze yale yasiyofaa. Katika jina la Yesu tunaamini katika nguvu zako kuna utoshelevu wote na hakuna hata kushindwa, katika jina la Yesu. Sifa, adhama na shukrani tunarudisha kwako, wewe utupae kushinda zaidi ya washindi. Nasi tunauona ushindi katika hatua zetu, katika njia zetu, tutauona wokovu wako Bwana, katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi. Shika sadaka yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Shika sadaka yako, panda mbegu yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Sadaka inaonyesha upendo wako kwa Mungu. Ni kiwango gani unampenda Mungu asubuhi ya leo? Onyesha upendo wako kwa Mungu kama alivyotaka uonyeshe upendo wake. Biblia inasema ni jaribuni kwa sadaka zenu, muone kama sitafungulia marango na madirisha ya mbinguni. Na haya ni maombi yetu Bwana, tunapokuabudu kwa sadaka zetu, uzikubali na uzibariki katika jina la Yesu. Tole Bwana sadaka yako. Wastahili, Mungu wangu, wastahili Yesu, wastahili sifa moyo wangu, na kuabudu uliniumba ni kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu Mungu wangu, na kuabudu. Wastahili, wastahili sifa za moyo wangu. Inaweza ikawa ni ibada yako ya kipekee. Yesu Baba, wastahili, wastahili Baba, wastahili wewe, ona kuabudu Mungu wangu, ona kuabudu Yesu. Neema ya Mungu iwe juu yako unapoianza siku ya leo. Pokea wokovu wa Bwana katika yote unayoyafanya siku ya leo. Neema ya Mungu ikakufunike na kukuongoza, kukupeleka katika kusudi la Mungu. Morning glory in Jesus name.